Asante kwa kuendelea kuwa nasi, lakini pia una nafasi ya kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini ukurasa wetu wa michezo Azam TV Sports, huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia mshike, hasa ukijibu swali ambalo tumekuuliza hapo. Tuanze kutazama yale tulionayo hii leo. Licha ya ufinyu wa maandalizi kuelekea mchezo wa finali Kombe la Muungano 2025, timu ya wananchi Yanga imetamba kulibeba taji hilo katika mchezo wa finali dhidi ya JKU utakaochezwa kesho katika uwanja wa Gombani Pemba kuanzia saa 1:15 jioni. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema wamepata siku moja pekee ya maandalizi tofauti na wapinzani wao, lakini watakwenda kuonyesha ukubwa wa klabu hiyo. Kwa upande mwingine, Ali Kamwe amesema kesho wanayanga wategemee kuona mabadiliko kwenye kikosi, huku akithibitisha kurejea kwa nyota wao Jonathan Kangalombo, Jonas Mkude, Kennedy Musonda na mchezaji pekee ambaye atakosekana kwenye mchezo huo ni mlinzi wa kushoto Shadrack Boka. Wape taarifa njema mashabiki wa Young Africans, kesho pia Yanga itabadilika kidogo. Kwa sababu ni finali na tutabadilika kifainali kidogo. Tutakuja tofauti na hata booster atakayokuja, tempo ya mechi itakuwa tofauti kidogo. Tutawapandishia kidogo uzito JKU. Kuna taarifa zozote za kuongeza nguvu kwenye kikosi hususan ukina Prince Pumelelo Dube? Maana nimekuambia Sheikh, tutabadilika kidogo. Sasa nisimwage mchele wote hapa, JKU na hapo kambini huko, na wao wapate kidogo kichwa kiwaume, lakini watakiwa wajue kwamba kesho Yanga itabadilika kidogo. Tutabadilika kidogo kwa sababu unajua uzuri wa finali hii ni finali ya mabingwa. Bingwa wa Tanzania bara na bingwa wa Tanzania visiwani. JKU ni bingwa la season wa hapa na Yanga ni bingwa la season, kwa anakuja kutafutwa bingwa wa Tanzania baina ya JKU na hii ndo raha. Hawezi kuwa una finali ambayo mabingwa hawachezi. Raha ya finali kuwe kuna bingwa na bingwa ili apatikane. Yaani kwenye boxing ndo unapigwa pambano ambalo mabingwa mkanda huu na mkanda huu wanapigana kutafuta bingwa asiyepigika. Raha ya finali, na hii watazamaji wa Azam TV wanatakiwa wajue, na hata kama una jirani yako mwambie, raha ya finali awe bingwa na bingwa. Sio finali mshindi wa 3 na mshindi wa 3. Hiyo sio finali. Finali ni bingwa na bingwa, na ndio ukubwa wa michuano ya muungano iko hapo. Inakutanisha mabingwa wa bara na mabingwa wa visiwani. Wakati huo kikosi cha JKU kimefanya mazoezi ya mwisho kuiwinda Yanga katika mchezo wa kesho finali Kombe la Muungano katika uwanja wa Gombani Pemba. Taarifa zaidi na Said Msume. Ni uwanja wa Gombani hapa Pemba, sehemu ambayo itachezwa mchezo wa fainali wa michuano muungano kwa mwaka 2025. Nyuma yangu ni timu ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU wakiwa wanafanya mazoezi yao ya mwisho hapa Gombani. Ni mazoezi ambayo yameshuhudia ufundi mwingi sana, maelekezo mengi sana ya kiufundi zaidi kwa wachezaji kujiandaa na mchezo wa fainali. Fainali hainaga mwenyewe hata siku moja. Kocha ambaye amekuwa akiongelewa sana katika michuano hii ni Sami Haji Nuhu, baada ya kuondoa Rashid Taus, kumondoa David Ouma Singida Black Stars pamoja na Azam Football Club. Anajiandaaje kuelekea mchezo wa finali dhidi ya Young Africans hapo kesho? Mchezo kwetu sisi ni mgumu sana, kwa sababu tambua kwamba tunacheza na bingwa kwa mara nyingi, ndio. Kwa hiyo hau vipi uweze kushindana naye, lazima uwe na adabu na ujue mazuri yao yako wapi, uyafanyie kazi kwenye kujilinda zaidi na ujue udhaifu wao uko wapi ili utengeze uzuri kwa kutumia ule udhaifu wao. Hicho ndio kitu ambacho najaribu kutulizanisha akili sana, hau vipi niweze kwenda kupambana naye. Miongoni mwa wachezaji nyota wa kikosi cha JKU basi ni Fred Selemani, nyota wa zamani wa TMA Pamba Jiji Football Club, ambaye sasa yupo kwenye kikosi cha JKU. Yeye ndo anaongoza kwa mabao 2 mpaka hivi sasa katika orodha ya wafungaji katika michuano hii ya muungano. Yeye binafsi matayarisho yake pamoja na wachezaji, morali yao kwenda kuikabili Young Africans ipoje mpaka kwa wakati huu? Kila mchezaji anaona umuhimu wa mchezo huu na kila mchezaji ana hari na kuelekea kwenye finali. Kila mchezaji yuko sawa kwa ajili ya mchezo. Naamini
atakayepata nafasi atafanya vizuri. Kwa upande wa kikosi cha Young Africans ambao ni mabingwa mara 6 wakiwa wanasaka taji lao la 7 la kuweza kushinda michuano ya kombe la Muungano, wao ratiba yao ya mazoezi ya leo hii baada ya mchezo hapo jana walifanya mazoezi yao katika hoteli yao waliofikia, yani recovery, kuweka miili sawa kutokana na mechi ngumu waliocheza hapo jana, na hivyo kuwalazimu kutofanya mazoezi hapa katika uwanja wa Gombani Pemba. Kinachosubiriwa ni je, nani ataibuka kuwa bingwa mpya wa michuano ya kombe la Muungano kwa mwaka 2025? Ni Young Africans chini ya Milude Hamdi au JKU chini ya kijana Sami Haji Nuh? Kutokea hapa Gombani Pemba, Saidi Salim Msumi, Azam Sports. Naam, na kwa upande wa huko Zanzibar tuendelee kuangalia yanayoendelea, ambapo katibu mkuu wa shirikisho la soka visiwani humo Hussein Ahmad amesema kuwa matayarisho kuelekea fainali ya Muungano Cup yanakwenda vizuri, huku mgeni rasmi kitarajiwa kuwa ni spika wa baraza la wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Maulid. Mchezo wa fainali utakuwa na mambo mengi ndani yake, lakini tukianzia na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa Mheshimiwa Spika wa baraza la wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Maulid atakuwa ndo mgeni rasmi wa mchezo wa kesho, na mchezo wa kesho utatanguliwa na mchezo wa utangulizi ambao utachezwa na waheshimiwa wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano watacheza dhidi ya waheshimiwa wawakilishi wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Na katika mchezo huo pia kutakuwa na mchanganyiko, baadhi ya wachezaji ama watu watakaocheza kutoka shirikisho la mpira miguu visiwani ambao watajumuika na waheshimiwa wawakilishi, lakini pia na kwa upande wa wabunge watashiriki baadhi ya watendaji na viongozi wa shirikisho la mpira miguu la Tanzania TFF. Kwa hiyo kutakuwa na mchezo huo utangulizi ambao utachezwa majira ya saa 11 jioni. Kwa mazingira hayo, kwa kesho mashabiki wataanza kuingia kiwanjani kuanzia majira ya saa 9 kamili za alasiri. Hapa uwanja wa Gombani utakuwa tayari umeshafunguliwa na mashabiki waweza kuingia, kwa sababu kuna mchezo huo utangulizi kuelekea fainali yenyewe majira ya saa 1:15 ambapo JKU watacheza na timu ya Yanga ya Dar es Salaam. Tuendelee kusalia Pemba, ambako mashabiki wa soka wamehimizwa kuendelea kudumisha usalama na utulivu na kufuata taratibu za soka kuelekea mchezo wa fainali kombe la Muungano utakaochezwa kesho kati ya JKU dhidi ya Yanga uwanja wa Gombani visiwani Pemba. Saidi Msumi anarejea tena kwa mara nyingine na taarifa ifuatayo. Hapa ni Gombani Pemba, uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo wa fainali kati ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU dhidi ya Young Africans. Hali ya sasa, jinsi ya mandhari ikiwa inaendelea, ni kama vile unavyoona watu wakiendelea na shughuli zao za kiuchumi kujitafutia riziki, lakini hapa ndipo sehemu ambapo fainali ya kombe la Muungano kwa mwaka 2025 itaweza kuchezwa. Usalama ni kitu muhimu zaidi kwenye michezo ya soka, hususan mchezo huu wa fainali kwa ukubwa wake. Wanashiriki katika mchezo huo kwa salama na amani. Aidha, jeshi la polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama litahakikisha linazuia matukio yote ya kihalifu ya aina yoyote yanayoweza kujitokeza kabla, wakati na baada ya mchezo huo kumalizika. Baada ya kusikia jeshi la polisi wakiwa wanazungumzia kuhusiana na matayarisho ya kuelekea katika mchezo wa kesho, ni lazimu kufika hapa katika eneo ama maskani ya Nyamoto kuja kuzungumzia kuhusiana na wadau wa kimichezo wanazungumzia nini kuelekea katika mchezo huu wa fainali. Assalamu alaikum. Kwema kabisa. Kesho ni JKU dhidi ya kikosi cha Young Africans. Ni mchezo wa aina gani unakwenda kuutazama wewe binafsi kwako? Yaani kwa nilivyoona Yanga na nilivyoona JKU, Yanga hawezi kutoboa kwa JKU. Nakwambia saa hawezi kutoboa kwa JKU. Kwa sababu hata kombe la Mapinduzi analala sana JKU. Ikipigwa Unguja pale kwa Yanga. Wakicheza Yanga na JKU, Yanga inakuwa analala. Sawa, jitambulishe, jina lako unaitwa nani? Jina langu mimi bwana naitwa Idrisa Suleiman, lakini jina la maarufu Nyange Mdudu. Tupo Nyamboto, popote tupo, tunaishi na wajana fresh. Sawa. Sawa, wewe ni miongoni mwa mashabiki tunazungumza nao hapa. Nipo na mshabiki mwingine. Brother, unaitwa nani? Jina lako kijitambulisha. Kwa jina naitwa Muhammad Ajali, ni mshabiki wa Yanga Africa, toto wa Jangwani, mabingwa wa kihistoria. Kuelekea mechi yenu ya kesho dhidi ya JKU, unaiona mchezo wa aina gani kesho? Kiukweli yani ni mechi itakuwa mzuri na itakuwa na washabiki wengi sana, kwa sababu tukiangalia kama Yanga Africa ni timu kubwa sana kwa Tanzania mzima, inajulikana hilo.
Kwa hiyo mechi kikweli itakuwa ni mzuri na itakuwa ni mchezo ambao wenye kuleta furaha kwa shabiki wa visiwa vya Pemba. Nipo pia bado na mashabiki wengine, mshabiki wa Young Africans pia yupo hapa kwa ajili ya kuweza kujumuika naye hapa katika kijiwe hiki hapa cha Young Africans. Jina lako unaitwa nani? Jina Thani Ali Juma. Mashindano ya kombe la muungano yamefika fainali. Kwako unayaonaje mpaka hivi sasa? Mashindano mazuri, tumeyafurahia sana. Kwa kweli vijana wametuvutia sana, na hasa kwa timu yetu Yanga. Kwa sababu Yanga kama utapeleleza ikicheza uwanja wote, basi watu wote wanakokoseka kwenda kuangalia burudani. Lakini jana maji ya shingo, maji ya roho ya nungwi. Mpira brother, mpira ndo unakuwa vile, kwa sababu wale ni ndugu zetu, hakuna loko hajui, lakini Yanga kwa Tanzania hii pia ni timu kubwa. Sawa bwana, hizi ni tambo hususan kuhusiana na michuano hii ya michuano ya muungano kwa mwaka 2025. Swali ni je, kwamba ni nani ataibuka kuwa bingwa wa kombe muungano kati ya Young Africans ama JKU chini ya kocha Sami Haji Nuhu, nyota wa zamani wa Azam pamoja na Simba Sports Club. Kutokea hapa Chake Chake Pemba Zanzibar, Saidi Salim Msumi, Azam Sports. Baada ya Said Salim Msumi kutujuza kuhusiana na hali ilivyo visiwani Zanzibar, lakini nimeona hapo kamanda wa jeshi la polisi visiwani humo Sakap Abdalla Hussein Musa, ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, amewahakikishia pia Watanzania na wale ambao wanataka kwenda kushuhudia michuano hiyo visiwani Zanzibar amani na utulivu. Kwa hivyo uhakika ni kwamba mechi ya kesho ya fainali itapigwa katika mazingira safi na tulivu sana. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo, na sasa tuwageukie mashabiki wa Yanga ambao wameeleza matumaini yao kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la muungano kati ya timu yao dhidi ya JKU utakaochezwa kesho visiwani Pemba. Hii ni fainali bora inayoenda kuonekana pale Zanzibar. Fainali ambayo inakutanisha mabingwa wa Tanzania bara, mabingwa wa Zanzibar. Sasa tunaenda kuonekana pale ni nani anastahili kubeba hili kombe, na sisi wanayanga tumeshajipambanua. Sehemu iliyobaki pekee kwa safari hii, vikombe vyote ambavyo tunashiriki ni kuhakikisha tunabeba ubingwa. Tunakwenda kukutana nao vijana, hatuwachukuli poa. Tunakwenda kuonyesha uwezo tuliokuwa nao. Tunakwenda kuonyesha ni kiasi gani msimu huu hatuachi chochote. Hata ukiweka jiwe, sisi tunapita nalo. Tunakwenda kuchukua Muungano Cup hiyo hapo. Na naamini kwa uwekezaji wa kocha Yanga, wachezaji wa kocha Yanga na kwa maandalizi makubwa, Yanga inaenda kuweka historia, ndio timu pekee katika hizi Tanzania ndani ya msimu huu, ndani ya nusu msimu kuchukua makombe 3. Ukiacha Ngao ya Jamii, ukiacha Toyota Cup, anaenda kuchukua kombe la Muungano, kombe kubwa kuliko kombe lolote. Mshike usiondoke. Kwa kuendelea kwa nasi, huni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo leo. Nimekujuza hapo kuhusiana na mchezo wa hapo kesho ambao ni fainali ya kombe la muungano mwaka 2025. Wananchi Young Africans watakuwa mzigoni dhidi ya jeshi la kujenga uchumi visiwani Zanzibar JKU. Nani kuwa kinara tangu michuano hii imeanza? Godlisten Mura amekuwa anaifuatilia kwa ukaribu. Tuzungumze naye tuone tathmini yake kuhusiana na mchezo huo. Mura, karibu sana. Mambo vipi ndugu yangu? Asante, habari ya dada? Uko vizuri? Safi. Kaka, nilikuwa bondeni, nimekula baridi kule, nimerejea tena mzigoni. Hongera kwa sababu umekuwa miongoni mwa watu ambao walishuhudia live kabisa kutoka uwanjani. Sio mechi ya kumbukumbu. Yes. Bwana, tuko vizuri. Zanzibar pamekuwa na michezo mingi ambayo imepigwa ya muungano, mko kifuatilia tangu mwanzo. JKU safari yao umeiona, wananchi Young Africans safari yao umeiona. Nini unakiona kwenye fainali hapo kesho? Miongoni mwa fainali ambazo zitakuwa na ushindani mkubwa. Fainali ambazo zina ushindani mkubwa kwa sababu nilikuwa na waza ile ladha ambayo tulikuwa tukiipata kwenye Mapinduzi. Naona kama kwenye muungano ladha imekuwa kubwa zaidi. Labda kwa sababu timu zimejipata zikiwa katika momentum nzuri ya kuelekea kumaliza msimu. Kwa hiyo timu zimefanya mabadiliko na marekebisho makubwa sana. Lakini kuelekea kwenye mchezo huu wa fainali, moja kati ya vitu vinavyoibua hisia ni namna ambavyo wamefika kwenye fainali. Nakumbuka JKU kuanzia hatua za awali kabisa dhidi ya timu ngumu kama kina Singida Black Stars. Lakini angalia Young Africans test waliopewa jana dhidi ya Zimamoto, mechi inakwenda mpaka kwenye mikojo ya penalty, ni kuashiria kwamba talents ambazo zinapatikana katika especially Zanzibar kwa maana ya visiwani wanajionyesha kwa kiwango gani, namna wanavyozipigania timu zao, na wanakupa game tough sana. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho unakiona kutoka kwenye timu bora
dhidi ya timu ambazo zitakuletea ushindani. What a game, kwa sababu JKU na Young Africans wana muungano wao wa muda mrefu kupitia Faisal Salum wakati ule. Yeah. Namna ambavyo Young Africans wamecheza mchezo uliopita, kuna ujumbe mkubwa sana kuelekea kwenye mchezo huu, kwa maana ambapo walikuwa wamejikwaa kwa sababu iliwalazimu kufika mpaka kwenye mikwaju ya penalti ili kutinga fainali. Kuna chochote ulikiona walikikosa kwenye mechi iliyopita na wanatakiwa kuwa nacho makini sana kuelekea fainali dhidi ya JKU ambaye alimsurprise pia Azam FC ambaye ni mwanaligi ya mabingwa msimu uliotoka kumalizika, akimaliza nafasi ya pili mbele ya Simba? Ya vizuri Kenny. Moja ya vitu ambavyo mimi nataka kuviamini, Young Africans si kwamba kuna maeneo alikuwa mama aliteleza. Ni alikutana na timu ambayo ilijiandaa kucheza kimbinu kuweza kubato nayo kwenye maeneo mengi. Angalia namna ambavyo Zimamoto walikuwa wanacheza kwenye patterns, miundo mizuri ndani ya kiwanja. Hata kama mechi ingeze ikaenda dakika 120, bado ungeweza ukaona level kubwa ya kiushindani. Timu inarejea kutoka kuconcede bao moja la Max Nzengeli, baadaye wanakomboa kupitia mkwaju wa penalty. Ni makosa ambayo unaweza kusema madogo ya mchezaji mmoja, lakini baadaye wanakuja timu inakuja na recover. Lakini kwa testi ya JKU ambao wametupa miaka nenda rudi, jeshi la kujenga uchumi kwa Zanzibar, wamekuwa wakitengeneza timu ngumu. Hata kwenye mapinduzi tumekuwa tukishuhudia. Ndio mabingwa watetezi wa ligi ya Zanzibar. Lakini wanacheza na Young Africans ambayo huenda isitamani kufika pale walipofika jana kwenye pressure ya mikwaju ya penalty, wakiamini wanaweza kumaliza kazi mapema. Kumbuka kombe hili bingwa mtetezi ni Simba Sports ambao ndo walichukua kwa mara ya kwanza msimu uliopita. Lakini this time wanaingia finali timu zote zikiwa neutral, kwa maana hakuna bingwa mtetezi kwenye mchezo huu. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kuingia kwenye rekodi iliyokuwa bora. Ila ukiwatazama JKU bado natarajia kuona si mechi ambayo itakuwa ya upande mmoja. Uzuri unapocheza na timu za Kizanzibari mara nyingi zitakupa ile test halisi ya football. Wana possess, wana utulivu wakiwa na mpira, wana uwezo mzuri wa kudefend wakiwa nyuma ya mpira, lakini at the same time watakuonyesha zile skills, uwezo na ujuzi wa mchezaji mmoja. Ni kitu ambacho mara nyingi kinapelekea hata kama unakwenda na timu yako iliyokuwa bora, bado utatakiwa kujihadhari na players ambao wana uwezo binafsi, ile individual brilliance ndani ya kiwanja. Kwa hiyo mimi naiona ni finali ambayo kwangu itakuwa na ushindani mkubwa. Labda timu kubwa kama Young Africans iamue kucheza katika ile game ya kuimaliza mechi mapema, ambao ni ile intensity ya juu kwenye kipindi cha kwanza, kuhakikisha wanapunguza kabisa kiwango cha nishati ambacho unaweza ukakipata kwa JKU. Kitu ambacho timu hizi za Kizanzibari zimeonyesha uwezo wa kustahimili. Zimamoto jana mpaka dakika ya 90 unaona si timu ambayo labda inakuonyesha imeshuka sana kwenye kiwango cha nishati. Bado wanaweza wakabato katika kiwango kikubwa. So what a game kwa kesho. Nafikiri itakuwa ni miongoni mwa finali bora sana kwa nyakati za hivi karibuni. Jaribu kuangalia Zimamoto iliwachukua dakika kadhaa mpaka kuja kurejea kwenye kuweka mzani sawa, kwa maana aliwachukua muda. Kwa hivyo Azam FC kwa namna moja ama nyingine walikuwa pia na wao wana nafasi hiyo. Kesho wanakwenda kukutana na bingwa mtetezi wa ligi kuu NBC. Pengine kama watachukua muda mrefu isiwe ama sitokee hicho ambacho kimetokea. Wapi wanatakiwa kuboresha, ama wapi unadhani wanatakiwa kuwa bora zaidi ili kwenda kukutana na mpinzani ambaye pia ni bora kesho? Nafikiri kwa JKU wao eneo kubwa ambalo watapaswa kudili nalo ni uwezo wa kustahimili ndani ya mchezo kwa muda mrefu. Ukicheza na timu za daraja la Young Africans, hatuzungumzi tu habari ya uwezo wa mchezaji wako mmoja wa kuchezea mpira. Hatuzungumzi tu natural talent, kipaji asilia. Tunazungumza umeandaliwaje kiutimamu wa kimwili, fitness level yenu ya kuweza kubato, kwa sababu wao watakuletea mafuriko ya mashambulizi mara kwa mara. Je, utatoka kwenye mpango wako kwa sababu ya kupungua kwa kiwango cha nishati uwanjani? Hichi ndicho ambacho mara nyingi huwa timu ya daraja hilo ikicheza na timu ya kiwango cha Young Africans, uwezo wao wa energy ndani ya kiwanja ndio tunautazama sana. Bana, shukrani sana mzee wangu. Tuko pamoja. Asante sana Ken. Shukrani sana. Ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule visiwani Pemba, ambapo kesho tutashuhudia finali ya mchezo wa kipekee kabisa ambao utakuwa unawakutanisha JKU dhidi ya wananchi Young Africans, finali ya kombe la Muungano 2025. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo. Wekundu wa Msimbazi Simba Ijumaa wiki hii katika uwanja wa KMC Complex watashuka dimbani katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao utakuwa ni dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo, yani Mashujaa FC, kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza maandalizi ya kikosi chao yalivyo kuelekea mchezo huo. Tumerejea salama Dar es Salaam mara baada ya kurejea juzi Jumatatu
Jumanne vijana wakapata nafasi ya kupumzika kidogo nyumbani na familia, na leo Jumatano tumeingia rasmi kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu wa Ijumaa tarehe 2 dhidi ya Mashujaa FC. Tunarejea katika mikiki ya ligi kuu ya NBC. Tumeshamalizana na kombe la shirikisho Afrika. Tayari tuna fainali yetu mkononi, na sasa tunarejea katika ligi ya nyumbani kuja kupigania heshima ya hapa nyumbani. Tuna kibarua kigumu dhidi ya KMC dhidi ya Mashujaa siku ya tarehe 2, lakini maandalizi ambayo tumeanza kuyafanya hii leo ni maandalizi makubwa ya kwenda kuwakabili wapinzani wetu hao sanjari na kupata ushindi katika mchezo huo. Hatuko tayari kuona tunapoteza dhidi ya Mashujaa kwa sababu hatutaki kupoteza ile ladha ya ushindi, furaha ambayo tayari mashabiki wetu wanayo na wachezaji wetu wanayo. Na itakuwa haina maana umetoka kushinda mechi ngumu dhidi ya Stellenbosch, watu wana furaha kweli kweli, alafu unakuja kupoteza dhidi ya timu aina ya Mashujaa. Hicho kitu hatuko tayari kukiona kinatokea, lakini sio tu hatuko tayari kukiona kikitokea kwa vitendo, hatuko tayari kwa maneno, hatuko tayari kwa vitendo. Kwa maana kwamba Mwalimu Fadlu na benchi lake lote la ufundi limeanza mkakati na mpango kazi wa kiufundi wa kitaalamu kuhakikisha ya kwamba timu inapata ushindi katika mchezo huo, na kila mmoja anawafahamu Mashujaa. Mara zote Mashujaa dhidi ya Simba ama Simba dhidi ya Mashujaa imekuwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Tunakumbuka mechi yetu ya mwisho na wao pale Lake Tanganyika ilikuwa ni mechi ngumu sana, mpaka dakika za jioni kabisa anakuja kutukomboa Mukwala. Kwa kila mmoja anakumbuka na anafahamu ugumu wa Mashujaa dhidi ya Simba. Kwa hiyo sasa tuko nyumbani kwetu KMC, tunakwenda kupambana ili kupata ushindi. Wakati huo Ahmed Ali amekiri kwa timu yao inakabiliwa na ratiba ngumu mwezi Mei, hivyo wanahitaji kupambana kwa jasho na damu ili kupata ushindi katika kila mchezo watakaocheza kuanzia sasa. Tena ngumu sana. Tuna mechi tarehe 2, tarehe 5, tarehe 8 na tarehe 11. Zote hizi ni mechi ngumu kweli kweli. Katika hizi zote hakuna mpinzani mwepesi hata kidogo. Baada ya tarehe 11 ambao ndio utakuwa mchezo wetu wa mwisho dhidi ya KMC, tuna siku 6 kuelekea mechi yetu dhidi ya Berkane. Hapo kuna siku 2 za kusafiri, alafu unabakiwa na siku 3 ambazo hizo sasa ndio utaweza kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huo. Ratiba ngumu, lakini hatuna budi kuishi kwenye hiyo ratiba, na wataalamu wanasema mazoezi ya mechi ni mechi. Kwa hiyo sisi tukiwa tunajiandaa dhidi ya Berkane hatuna budi kucheza hizi mechi ili kupata maandalizi mazuri kuelekea mechi yetu dhidi ya Berkane. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaambia wanasimba kwamba tuna kila sababu ya kupambana kwa pamoja kushinda mechi zetu zote 4 ambazo zipo kwenye ratiba ili tupate confidence zaidi kuelekea mechi yetu ya tarehe 17 dhidi ya Berkane. Nao mashabiki wa Simba wameonyesha kutokuwa na wasiwasi kuelekea mchezo wao dhidi ya Mashujaa FC, wakiamini kuwa ushindi utapatikana Ijumaa hii katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. Simba na Mashujaa sisi tunaingia kwamba hatutakuwa na dharau. Tutaingia na kazi moja kama tuloifanya mwanzo na sasa hivi hivyo hivyo. Kwa hiyo kusudio letu sisi Simba kufanya vizuri ndani ya nchi hii, nje ya nchi hii. Tunaomba wanachama wa Simba wote kwa umoja, kwa ushirikiano, tuende uwanjani tukaishangilie timu yetu ili iweze kufanya vizuri katika mechi zetu za vipolo zote zitakapokwenda. Ikiwa Mbeya, ikiwa huko tumeambiwa mechi inapelekwa Tabora, basi wana Simba tujumuike pamoja kwenda kuishangilia na kuisupport timu yetu ya Simba kwa nguvu. Naiamini timu yangu. Klabu ya Simba tuna wachezaji vijana wenye moyo, wenye ari. Naamini kabisa mchezo huo utakuwa mzuri na utakuwa wa ushindani, kwa sababu Mashujaa si timu nyepesi, timu ngumu.
Tulifunga kule kwao goli 1-0, lakini goli lilikuwa la dakika za mwisho kabisa kutokana na kukaza sana. Wana uwezo mkubwa sana wa kukaba, wako strong kwenye kukaba. Naamini tutawafunga, tutapata pointi 3, na kombe hili pia la Tanzania bara bado tuko katika hizo resi za kuligombea. Kwa sasa tuna mchezo dhidi ya Mashujaa, ni mchezo muhimu sana kwa sababu tuna michezo kadhaa ambayo tuko nyuma na tunahitaji pointi zote tulizoziacha nyuma tuende nazo mbele. Tuhakikishe tunataka treble safari hii, tunataka treble. Tutakuwa klabu ya kwanza Tanzania kuchukua treble kubwa, sio treble ndogo, kubwa. Tukiukia Mashujaa FC sasa, maarufu kama wazee wa mapigo na mwendo, ambao wanaendelea na maandalizi ya kucheza na wekundu Msimbazi Simba katika mchezo wa ligi kuu ya NBC katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Meneja wa timu hiyo Athumani Abeid Athumani pamoja na wachezaji Patrick Muntari na Jafari Kibaya wamezungumzia utayari wao wa kuwavaa wekundu Msimbazi Simba. Timu iko Dar es Salaam, iko kwenye maandalizi ya mchezo ambao tunakwenda kukutana na Simba Sports Club, na timu imejiandaa vizuri mpaka hivi sasa. Tulikuwa leo katika maandalizi yetu ya mwisho katika dimba la KMC ambapo tunakwenda kucheza mechi hiyo na Simba Sports Club. Timu mpaka sasa hivi ina majeruhi mmoja, Omar Kindamba, lakini naamini ana nafasi yake ipo, anaweza kukava kwa sababu na upande wake wa kulia wapo mabeki wa kutosha. Kwa ujumla tumewaona mechi zao kadhaa walizocheza za ndani na za CAF Federation. Kuna vitu vitatu ambavyo tumejifunza ambayo tumeona advantage, yani tumeona wapi wazuri na wapi madhaifu yao yalipo. Kwa hiyo hata mwalimu naye tulikuwepo naye katika kuangalia hizo amejua ni jinsi gani sisi tutumia ile madhaifu yao. Maandalizi kiujumla yapo fresh kabisa. Kwa hiyo tunasubiria tu tufike kwenye game ili tuweze kutoa ambacho tumepewa na mwalimu. Tukiachana na ligi kuu ya NBC sasa, tutazame hili. Wachezaji wa zamani wa timu ya Simba Primus Kasonso na Godfrey Kikumbizi wametoa maoni yao kuelekea fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya wekundu Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane kule Morocco, kubwa wakitoa ushauri wa nini kifanyike kwa mnyama ili kushinda kombe la shirikisho barani Afrika. Yaki ukweli, mimi maoni yangu, mpaka hatua ya Simba ambayo imefikia wana uwezo kabisa wa kuchukua hichi kikombe. Lakini cha msingi unahitaji wapambane sana yani. Na sasa hii mechi ya kwanza, fainali ya kwanza hii ndio mechi ambayo Simba Sports Club wanaweza kuchukua kikombe hiki. Mimi najua Simba Sports Club ni wazoefu wa michezo hii, wachezaji wale wengi ni experience. Nadhani vile walivyoanza kuanzia mechi ya kwanza na mpaka hii wanavyomaliza wakiendelea vile, wana uwezo kabisa wa kufanya vizuri. Hamna jipya hapo. Wachezaji mimi ninachowashauri kitu kimoja, kwa sababu ukiangalia mechi nyingi wanazocheza au hata hii mechi ya Stellenbosch, unaweza kukuta team ni teamwork. Anayefunga yoyote inafunga Simba, sio unafunga mtu fulani. Kwa hiyo inaweza kafika sehemu wewe ukatoka sehemu mbali, ukatengeneza mazingira ya goli, lakini unafika sehemu umechoka. Hebu mtengeneza nafasi kwa mwenzio kurahisisha ili timu ipate matokeo. Lakini unaweza ukasema hii mimi nitafanya scoring, lakini mwisho wa siku haufanyi kile kinachotakiwa. Unaonekana nguvu yako imeishia njiani, uwezo umefikia mwisho, lakini kuna mtu anaweza kaa yuko kwenye position iko vizuri. Unatengeneza tu clear chance, basi mtu anafanya scores, inakupa ni rahisi na inakupa ushindi wa jumla kwa timu. Ukifunga mmoja ndio imefunga timu nzima. Nyota wa zamani hao wakitoa maoni yao kuhusiana na hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Nimekujuza mengi kuhusiana na maandalizi ya Simba kuelekea mchezo huo, fainali ya kesho kombe la Muungano, lakini pia nimekujuza kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea kuna mengi tutakujuza, lakini machache kati hayo ni pamoja na haya. Klabu ya AS Roma ya Italia yaripotiwa kumhitaji kocha Cesc Fabregas. Na timu za KMC na JKT Tanzania zampigia hesabu kali mnyama Simba katika ligi kuu ya NBC. Huu ni mshike, tutarejea punde tu kuchambua mechi ya wikendi hii kati ya wekundu Msimbazi Simba dhidi ya Mashujaa na mchambuzi Godlisten Muro. Usiondoke.
Asante kwa kuendelea kutazama ama kufuatilia mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Kama nilivyokujuza hapo awali, kuelekea mchezo wa weekend hii ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba Ijumaa watakuwa mzigoni dhidi ya Mashujaa FC. Tutazame mchezo huo kwenye eneo la uchambuzi. Muda huu nazungumza na Godlisten Muro kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwake na mawazo yake, maoni yake kuhusiana na mchezo huo. Muro, karibu. Mashujaa wametoka kwenye tunasema mwenendo mzuri kwenye mechi 3 zilizopita. Unajua kwenye mechi 3 kuokota alama 6 si alama chache katika 9. Kabisa. Lakini mechi ya mwisho walipoteza wakiwa ugenini. Hizo alama 6 tunazozungumza walizipata wakiwa nyumbani kwao. Baada ya kupoteza alama 3 ugenini, watakuwa ugenini tena dhidi ya mnyama Simba. Ya, unazungumza vema kwa sababu Lake Tanganyika walishinda mchezo dhidi ya Tabora 3-0. Dhidi ya Fountain Gate 3-0. Walikuwa na matokeo mazuri sana, alama 6 wamezikusanyia nyumbani. Safari yao ya Ruangwa ndio walikwenda kupoteza 2-1 dhidi ya Namungo ya Mgunda. Na unakumbuka walifungwa bao la kupoteza mchezo la pili la Namungo kwa mkwaju mzuri sana wa free kick ya Erasto Nyoni. Lakini kutokea pale unamtazama Salum Mayanga ambaye kuna mabadiliko makubwa sana amefanya kwenye eneo la kikosi. Wakati ukizoea kumuona Yusuf Dunia Luenge, kina Ali Nasoro Ufudu kwenye eneo la kiungo, sasa hivi anakwenda na viungo tofauti. Baraka Mtui amemtoa kwenye eneo la ulinzi, amemsogeza pale juu akicheza na Stambuli Idrisa. Eneo kubwa amefanya mabadiliko. Crispin Ngushi ambao kuna wakati kwa Baresi alikuwa kama hana nafasi tena ya kucheza. Crispin Ngushi kwa sasa anaanza. Jafari Kibaya anaanza. Dani Lianga ambaye ametoka JKT anaanza. Kwa hiyo wamekuwa na mabadiliko hayo kwanza kwenye kikosi. Rani ya matokeo hayo, lakini mechi ya mwisho ni kweli wamepoteza. Kwa mabadiliko hayo wanakutana na Simba ambayo imetoka kucheza mechi 2 zenye intensity kubwa ndani ya siku zisizozidi 10. Kabisa. Kwa hivyo kuna namna pia na wao kiufundi wanaweza wakafanya rotations hapa na pale, ama pengine kimbinu wametumika sana tofauti na nani kimbinu atakuwa na faida ukizingatia Mashujaa na Simba. Tangu Mashujaa walipocheza mchezo wa mwisho wa Namungo hawajacheza mechi nyingine ya kiushindani. Inawezekana Simba ukiachana tu na ule ubora wa ndani ya kikosi, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, wao wakawa kwenye faida kubwa kwa sababu momentum, ule mwendelezo wa hali ya upambanaji ndani ya kiwanja wao wameupata. Kwa sababu Simba kama unakumbuka mechi ya mwisho ya ligi ilikuwa dhidi ya Dodoma Jiji katika ushindi wa mabao 6-0. Baada ya hapo mashindano ya ndani walicheza FA dhidi ya Bigman na dhidi ya Mbeya City. Kwa nje ya hapo utagundua mechi nyingi walizozipata ni hizi za ushindani za Afrika, especially dhidi ya Al Masry mechi 2, dhidi ya FC Stellenbosch mechi 2. Kwa wamepata mechi 4 ambazo kimbinu zimeongezea pakubwa sana. Wamekwenda kucheza na timu ambazo ziliwahitaji wao kutoka kwenye asilimia kadhaa kwenda kwenye asilimia za juu hasa za kimbinu. Wakati mwingine inaweza ikawa bora zaidi kwa sababu ya umekutana na opponents wagumu zaidi, wanakuongezea uwezo wa kubato ndani ya kiwanja hasa kwenye eneo la mbinu. Lakini zaidi sana Kenny, kwenye eneo lingine ambalo unaweza ukalitazama umegusa eneo la rotation. Inawezekana kukawa kweli kuna mabadiliko kwa sababu kuna wachezaji wametumika back to back. Visiwani Zanzibar pale uwanja wa Amani walicheza mchezo wa Stellenbosch, kikosi hakikubadilika, kilienda kucheza hicho copy and paste. Kwa hiyo inawezekana kwa kuna mabadiliko lakini faida ikawa upande wao kwa sababu ya momentum ikawa nzuri zaidi. Bwana, shukrani sana ndugu yangu. Tutaendelea kutujuza mengine mengi zaidi huko mbele, au sio? Popo mzee wa Daban. Naam. Ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye kuhusiana na mchezo wa Ijumaa hii ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa nyumbani KMC Complex dhidi ya Mashujaa. Tuendelee kuangazia mengine makubwa. Na wachambuzi wa soka wametoa mtazamo wao kuelekea michezo miwili ya fainali kombe la shirikisho Afrika kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane kule Morocco. Simba inabidi iangalie sana Berkane, lakini mimi nakwambia Berkane pia huko waliko wanaiofia sana Simba kwa sababu kwanza ya takwimu, lakini pia uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama Simba itafanikiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye fainali ya pili, naamini ni off sana kwa Berkane. Nakumbuka mechi ya mwisho Berkane wanacheza na Simba, nakumbuka pale mwenyekiti wao pale alirusha ngumi kwa maana hawakuridhika namna ambavyo ilivyokuwa. Naamini Simba tayari wana ile DNA ya kwamba hapa lazima tushinde, atoki mtu, inaweza kawasaidia sana Simba. Kwa hiyo naona kwamba ni mechi ngumu, lakini Simba wanachotakiwa kwenye mchezo wa kwanza ni kuhakikisha hawaruhusu tofauti kubwa ya magoli. Kama watapoteza,
lakini kwa namna ambavyo nimeona Simba wanacheza kwa namna ya kujizuia, naona bado pia wana uwezo wa kuzuia na wanaweza wasifungwe au kufungwa kwa idadi ndogo ambayo inaweza kuwapa nafasi ya wao wanasema kupindua meza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Utakuwa mchezo bora sana, na binafsi yangu nasubiri kuona beto ya kimbinu Fadlu pamoja na Moini Shaban, miongoni mwa makocha ambao binafsi yangu nawafuatilia sana na nafurahishwa na football yao. Moini Shaban kwa watu wengi ambao wamfahamu ni kocha ambaye pia aliwapa ubingwa, utakumbuka Esperance msimu wa 2018-19 kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo si kocha mwenye CV ndogo, na hivi kuongeza kikombe pia cha Botola Pro kwa mara ya kwanza inakuonesha ni kocha namna gani, na unaweza kusema ikiwa ni kwa mara ya pili anajaribu baada ya msimu uliopita kufanya pia vizuri akiwa na ile club. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuweza kuona kitu gani kitatokea, but as of now ni bonge moja la game, na kila Mtanzania, kila shabiki wa soka kutoka hapa barani Afrika si michezo ya kuikosa. Mpira wetu umeanza kukua na kutengeneza standardi ya kumfanya Mtanzania aliyoko popote kuwa proud na timu yake. Kwa hiyo natumai pia Berkane kwa maana ya kiwanjani, Simba itaenda kuwapa mechi ngumu. Kama unavyojua Simba Kaskazini imecheza sana, imecheza Algeria, imecheza pale Morocco na Wydad ikatolewa kwa penalti. Naona uzito wa Wydad sio kama uzito wa Berkane, ni mambo ya mpira, si ndivyo? Kwa naamini Simba itaenda kutoa finali ya kwanza nzito mno kwa Berkane. Lakini pia Berkane akija Tanzania kwenye dimba la Mkapa watu 65,000, 62,000, 61,000, maana yake wanakuja kwenye uwanja mgumu wa mashabiki bora barani Afrika. Kwa naamini finali ya kwanza itakuwa ngumu, lakini finali ya pili inaweza ikaleta ubingwa kwa namna ambavyo Simba amekuwa akiziweza kuzicheza mechi ngumu za nyumbani hasa katika uwanja wa Mkapa. Baada ya kutazama wachambuzi, tuendelee kuangazia mengine. Baada ya kutupwa nje kombe la muungano 2025, klabu ya Azam FC imedhamiria kurejea vyema kwenye ligi kuu ya NBC na kuhakikisha kuwa wanapata ushindi katika mchezo wao wa April 13 mwaka huu dhidi ya Dodoma Jiji FC. Mashindano ya muungano yamemalizika kwetu na kila laheri kwa ambao wameingia tu ya finali. Haikuwa experience ambayo tulikuwa tunaitaka, lakini bahati mbaya ni kwamba tumeondoshwa, kwa hiyo there is always next time. Lakini tunarejea tukiwa tunajua kwamba tuna mechi zingine ngumu, tuna kibarua kingine kigumu cha kuhakikisha kwamba tunakusanya alama nyingi kwa kadri inavyowezekana kwenye mechi zilizosalia ili kuweza kubaki kwenye nafasi ambayo tupo kabla ya kuanza maandalizi kwa ajili ya msimu ujao. Unajua ligi kuu msimu huu imekuwa ni ligi ambayo haieleweki, especially kwenye round ya pili. Kuna wale ambao wako chini kabisa, hawana cha kupoteza, wakija wanakuja full throttle, hawana mpango, na kupigana na mtu ambaye hana mpango ni ngumu zaidi kwa sababu hauna mpango kamili wa kupambana naye. Kuna mid table team ambazo hazitamani kushuka chini na hazioni kama kuna namna ya kupanda juu, kwa hiyo zinatamani na zenyewe ku maintain nafasi zao. Hivi ni miongoni mwa vitu vigumu ambavyo nafikiri tumevishuhudia kwenye round ya pili na tunategemea kuendelea kuviona. Kwa hiyo tuna mchezo unafuata dhidi ya Dodoma Jiji, ni mchezo mgumu, hauwezi kuwa mchezo mwepesi hata kama tunacheza nyumbani Chamazi, kwa sababu pengine labda tumetoka kupoteza mechi kadhaa ambazo zimepita. Kwa hiyo mentality ambayo inatengenezeka kwenye hizi timu zingine ni kwamba hata sisi tunaiweza Azam Football Club. Kwa hiyo ndio prediction pekee kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi hata kidogo, especially wanapokuwa sehemu ambayo mpira unachezwa kwa urahisi. So sisi kama Azam Football Club tumejiandaa vizuri, tunaendelea na maandalizi baada ya mapumziko ya siku moja. Wachezaji wetu wanarejea kambini moja kwa moja, alafu watapata tena mapumziko ya siku 3 kabla ya kurejea kambini jumla kwenda kwenye mechi inayofuata ya tarehe 13 dhidi ya Dodoma Jiji. Timu ya JKT Tanzania inaendelea na maandalizi ya kuikabili Simba katika mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa Mei 5 mwaka huu katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo Mbweni, Dar es Salaam. Afisa habari wa timu hiyo Masao Bwire ametema cheche juu ya namna wanavyojiwinda kumvaa mnyama mkali Simba. Kwa nyumbani tukimkabili Simba Sports Club, moja ya mechi ambayo ninadhani hata wao Simba wanaifikiria. Ukirejea mechi ya awali tukiwa nyumbani kwao pale KMC Complex, namna walivyopata ushindi wa goli 1-0 mpaka leo hawajui walipataje ushindi huo. Kwa hiyo ninaamini ni mechi ambayo wao pia wanawaza ni vipi wataingia uwanjani. Wataingiaje na watatokaje? Watapata matokeo wanayoyataka ama wataumia?
Sisi JKT Tanzania tunasema kupitia hizi mechi ambazo Watanzania walio wengi wanaamini kwamba ninyi ni watu wa kupoteza, ndipo hapo sisi tunahitaji kuonesha ubora wetu. Simba wametoka kwenye mashindano makubwa, mashindano ya CAF, na wamepata matokeo yaliyo bora, yaliyo mazuri. Matokeo ambayo kila mmoja sasa hivi mpenzi na mshabiki wa Simba anajipiga kifua akiamini kabisa kwamba Simba wako vizuri, ni namba 4 kwa ubora Afrika katika vilabu. Sasa nani asiyehitaji sifa na kuonekana anaweza? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunawalegeza Simba. Tunawaondoa katika ile hali ya kusema kwamba wao kwa sasa ni wafalme pengine wa soka Tanzania na Afrika. Sasa sisi JKT Tanzania tunahitaji tutangazike kupitia mechi yetu dhidi ya Simba. Masa Bwire huyo anatupa wasaa kwenda mapumziko mafupi. Huu ni Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia tulionayo leo. Timu ya KMC maarufu kama Onakino Boys ipo kwenye maandalizi ya kwenda mjini Tabora kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba utakaochezwa Mei 11 mwaka huu. Awali mchezo huo ulipaswa kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex, lakini KMC wameuhamisha mchezo huo na kuelekea katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, wakihitimiza moja kati ya kanuni za ligi kuu ya NBC. Huyo hapa ni afisa habari wa kikosi hicho, Halid Chukuchuku, akizungumza na Mshike Mshike. Kwanza tunamshukuru Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa hivi tumeanza rasmi maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Simba, mchezo ambao tunatarajia kucheza katika dimba la Ali Hassan Mwinyi pale mkoani Tabora siku ya Jumapili ya tarehe 11. Kikubwa sasa hivi tumeanza program rasmi sasa kuelekea huo mchezo, kufanya setup namna gani tunauendea huo mchezo, na alhamdulillah so far so good. Kwenye kipindi cha majuma mawili yaliyopita, kipindi mashindano ya kombe la muungano yanaendelea, sisi tuliendelea na program za kufanya mazoezi, lakini pia kucheza michezo ya kirafiki. Tulicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya Ngorongoro Heroes ambayo ipo katika mashindano ya AFCON, lakini pia tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Yote katika kujipambania hakikisha tunatengeneza timu kwa ajili ya mchezo unaokuja, mchezo muhimu kweli kweli dhidi ya Simba, mchezo ambao kwanza ni mchezo ambao tunahitaji kupata matokeo kwa ajili ya kuhakikisha tunapata alama ambazo zitatoka katika eneo zuri kwenye msimamo wa ligi kuu, lakini pia ni mchezo ambao tumeupeleka zawadi kwa wana Tabora. Wana Tabora wanatakiwa wajue hii zawadi ambayo tumewapelekea ni zawadi ambayo mikoa mingi walikuwa wanaisubiria, lakini sisi tumeona wana Tabora wana deserve, na sisi kama uongozi wa KMC Football Club tumewapelekea huo mchezo waende wakafly, kuwapelekea pale wana finali wa kombe la shirikisho sio jambo dogo. Kwa hiyo hii zawadi wanatakiwa waipokee, na wao sasa sisi tumewapelekea zawadi. Wanatakiwa waipokee vipi? Wanatakiwa waipokee kwa kujitokeza kuja kwa wingi katika dimba la Ali Hassan Mwinyi. Halid Chukuchuku, afisa habari wa KMC, akizungumza nasi kupitia Mshike Mshike leo. Tuelekee Kenya sasa, ambako ligi kuu nchini humo itashuhudia dabi ya Nyanza ama Nyanza Dabi Jumapili hii, mchezo ambao una ushindani mkubwa ukikutanisha Shabana dhidi ya Gor Mahia. Baadhi ya wachezaji wa Gor Mahia wamewaomba mashabiki wao kujitokeza kwa wingi uwanjani ili kuongezea hari ya kuvuna alama 3. It's going to be an entertaining match, simply because both teams have had good outings in the weekend. So we expect a good match this coming Sunday. On Sunday, as a message from players is that we are going for nothing but a win. So come, sing and enjoy football on Sunday, enjoy the win. Shabana tumeona form yao ni poa, ni timu inacheza ball poa. Pia si ni timu tunacheza ball nzuri kabisa. Hatuwezi underrate, but tunaichukulia kama game ya league. Ni game kama hizo zingine. Kutoka Kenya tusalie nje ya Tanzania sasa. Kocha wa klabu ya Como inayoshiriki ligi kuu ya Italia yani Serie A, Cesc Fabregas
anatajwa kuwa miongoni mwa makocha wanaotakiwa na AS Roma kuchukua nafasi ya Claudio Ranieri. Jina la Fabregas limekuwa likitajwa sana, hasa baada ya mafanikio makubwa aliyoyapata akiwa na Como, ambao aliwapandisha Serie A msimu uliopita na kuwasaidia kuwa na uhakika wa kusalia ligi kuu msimu huu wangali na michezo mkononi. Mafanikio haya ya Fabregas yamezivutia timu nyingi barani Ulaya, kwani mbali na AS Roma, klabu nyingine kama AC Milan, Juventus pamoja na RB Leipzig zinataka huduma yake, huku Como nao wakipambana kumbakiza. Mkataba wa Fabregas na Como unatarajiwa kumalizika Juni 30 mwaka 2028. Kumbusha tu kwamba Ranieri alijiunga na AS Roma msimu uliopita ilikuwa nusuru asishuke daraja, na mwishoni mwa msimu huu anatarajiwa kustaafu, huku majina kadhaa yakitajwa kuwemo ama kuchukua nafasi yake. Miongoni mwa makocha wanaotajwa ni pamoja na Stefano Pioli pamoja na Francisco Varioli wa Ajax, lakini pia pasina kumsahau Patrick Vieira wa Genoa, ambao wanatajwa kurithi mikoba ya kocha huyo. Lakini gumzo hivi sasa kule Italia bado limebaki kuwa ni Cesc Fabregas. Tukamilisha na hili, timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania kwa mchezo wa futsal itashuka dimbani saa 4 kamili usiku wa leo April 30 kumenyana na mwenyeji Morocco katika mchezo wa finali ya Women's Futsal Cup of Nations 2025 ama 2025, mchezo ambao utakuwa mbashara saa 4 kamili usiku hapa Azam TV. Tanzania inayonolewa na Curtis Reid imekuwa na wakati mzuri katika mashindano hayo, kocha huyo akiamini kwamba kikosi chake kina uwezo wa kubeba taji hilo. Tayari Tanzania imefuzu kushiriki kombe la dunia la futsal baada ya kutinga fainali hii hadi kufika hatua ya fainali. Tanzania iliyokuwa imepangwa kundi C ilianza kwa kupata sare magoli 4-4 na baadaye kuifunga Senegal magoli 3-1. Katika mchezo wa nusu fainali, Tanzania imeifunga Cameroon magoli 3-2. Huku kwenye mashindano ya jumla ama kuhusu mashindano hayo kwa ujumla, amesema kuwa mazingira yamekuwa rafiki kwa kila nchi iliyoshiriki katika mashindano hayo huko Morocco. Lakini mbali na hilo ambalo nimekujuza kuhusiana na mchezo wa futsal, kuna hili lingine la draft tukamilisha nalo. Nyota wa zamani wa klabu ya Simba Madaraka Selemani maarufu kama mzee wa Kiminyio amemshinda Mathias Mulumba katika mchezo mkali wa draft uliochezwa Tabata Matumbi, Dar es Salaam. Mchezo huo uliovuta hisia kali kwa wanasoka hao wa zamani awali ulitawaliwa na tambo za hapa na pale, huku kila kambi ikiongozana na wafuasi wake, na mwisho wa mchezo huo Madaraka ameshinda michezo miwili na huku wakitoka sare mchezo mmoja. Pambano ulikuwa mgumu, lakini Mathias Mulumba mimi nilikuwa nacheza naye kwenye French, nilikuwa nacheza naye na mpaka kwenye British, lakini yeye kwenye French ndio kidogo mzuri kiasi fulani. Mimi kwenye British nakuwa kidogo niko juu yake kwa kuwa yeye yuko sana kwenye French, lakini hata hivyo hiyo British anajitahidi kutokana achezi sana British, lakini anajitahidi katika hali ya kucheza British. Mimi nasema mchezo ni mzuri, kwanza unasaidia kukufanya sehemu umekaa kwa kutulia na kupata jamaa wengi, marafiki, kwa sababu mchezo unachezwa na watu wengi na sio mpaka Dar es Salaam, mpaka mikoani. Mada kusema kweli ni mtu ambaye kwanza mimi katika maisha yangu ameniinspire. Kwa sababu gani? Mimi nilimkuta amenitangulia sana kwenye mpira, kwa hiyo kwanza nilikuwa nampata kwenye mambo mengi. Kwa hiyo kwenye mpira vile vile tulikuwa ni washindani sana, yani kwenye mazoezi, yani ni mtu wa mazoezi. Kwa hiyo tulikuwa nafaidika kutoka kwake, kumuulizia historia ya wachezaji wa nyuma ambao tukiweza kuwaona, kwa sababu yeye amekulia Dar es Salaam, mimi nimetoka mikoani. Kwa hiyo safari yangu ilikuwa ni ndefu kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nataka anipe uzoefu wa wachezaji, amepitaje, amekuwa vipi. Kwa hiyo nilikuwa napenda kujifunza sana, hata staili yake ya maisha nilikuwa naipenda sana, kwa sababu alikuwa sio mtu wa mambo mengi sana. Kwa hiyo tulikuwa mambo mengi, tukitoka sisi mambo yetu tunaenda kutafuta vijue vya draft. Kwa hiyo maisha yetu tulikuwa yani hata kifinance kwa inatusaidia sana. Ndio maisha yetu, yani lazima, na ninajiuliza yani kwa nini mada ananisumbua kiasi hiki. Najiuliza bado, kwa sababu alafu naupenda bado, yani bado namtaka tucheze. Hapa nimeshamwambia tena aje. Nimemwambia vipi tukutane tena mada. Umewasikia hapa wanasoka wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, amecheza Simba Sports Club, amecheza Simba na Yanga. Mpambano huu licha ya kuwa Mathias Mulumba amepoteza, lakini wewe
uko tayari kuwaandalia pambano lingine? Bana, kwanza nawakaribisha tena sana. Kama nilivyozungumza mwanzo, hii michezo ni muhimu. Kwanza tunaiomba pia serikali ya Tanzania iendelee kusapoti mashindano kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tumeona huu mchezo ni mkubwa na una wapenzi wengi, watazamaji ni wengi. Hivyo kuna namna moja au nyingine kuwashika wachezaji ili tuweze kufika mbali hii michezo ya bao. Naam, hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekujuza kupitia mshike hii leo. Kabla sijaondoka, ni kujuza japo kwa uchache kwa muktasari yale tuliokuwa nayo. Wananchi Yanga uso kwa uso na JKU fainali ya kombe la muungano 2025 uwanja wa Gombani Pemba. Baada ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho Afrika, Simba kurejea ligi kuu ya NBC wakivaa Mashujaa. Na klabu ya AS Roma ya Italia yaripotiwa kumhitaji kocha Cesc Fabregas. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Tukutane wakati mwingine. Uwe na usiku mwema.